viongozi wote wa serikali mlioko hapa, waheshimiwa naibu mawaziri ambao tumetoka kutambulishwa na mtapata fursa ya kuongea moja moja kufafanua hoja za wananchi, viongozi wetu wa dini, nashukuru sana nikiona waheshimiwa maaskofu wetu, waheshimiwa shehe wetu, pamoja na viongozi wote wa dini mlioambatana nao, waheshimiwa wabunge wetu, nikiwa nimewaona wabunge wa majimbo na wabunge wa mkoa, wabunge wetu wa viti maalum, viongozi na wananchi wote, nikiwa nimeona wanahamasa wetu pamoja na kwaya zetu zilizoimba vizuri, pamoja na ngoma zetu za asili ambao nimewaona, viongozi wetu wa jadi, wazee wetu, natambua uwepo wenu na nawaona machifu, pamoja na wote. Nimekuja kwenye ziara na leo nikiwa naelekea kuhitimisha ziara katika mkoa wa Katavi. Nianze kwa kuwashukuru sana sana wanakatavi kwa mapokezi yenu wote. Nawashukuruni sana. Mmetubariki sana na ukarimu wenu. Kila tulikopita tumekuta watu wamejipanga barabarani wakitupungia kwa kutusalimia. Hiyo ni imani kubwa sana kwetu. Tunawashukuru sana sana, na tutafikisha salamu hizo kwa Mheshimiwa Rais. Barabara zote zilijaa shamra shamra, pande zote za barabara. Kila tunakopita kulia na kushoto watu wamejaa. Tunawashukuru sana kwa upendo huo na imani hiyo kwa serikali. Niwaletee salamu kutoka kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Anawasalimia sana. Alinituma niwaletee salamu za upendo na pongezi kwa kazi kubwa mnayofanya. Lakini pia alinituma niwahakikishie kwamba yale aliyoahidi akiwa hapa Mpanda na yale aliyoyaahidi kupitia ilani ya uchaguzi yanakwenda kutekelezwa. Na kama mlivyosikia kutoka kwa viongozi wetu waliotangulia kusema, Mheshimiwa Rais alishajipambanua kwamba yeye ni kiongozi wa matokeo kwa jinsi ambavyo miradi mingi sana imetekelezwa katika awamu yake. Tungekuwa tunatoa taarifa za kusoma, tungekuwa tunawaeleza vitu vinavyosadikika. Lakini sasa hivi tunaelezea vitu mnavyoviona nyewe wenyewe. Ninyi wenyewe mnafanya ulinganisho. Na bahati moja nzuri, hivi vitu vilivyofanyika sio taarifa za kwenye vitabu, ni vitu mnavyoviona wenyewe. Kwamba kwa takribani zaidi ya miaka 60 halmashauri zote za mkoa wa Katavi hakuna moja ilikuwa na hospitali ya wilaya. Leo tunavyoongea, takriban kipindi cha miaka 4 halmashauri zote za mkoa wa Katavi zina hospitali ya wilaya. Nimepita Rukwa hivyo hivyo, halmashauri zote hamna moja ilikuwa na hospitali ya wilaya. Hivi tunavyoongea zote zina hospitali ya wilaya. Na nimepita pia hapo kwenye hospitali ya mkoa, hospitali ya rufaa. Tumeona majengo mengine yameshakamilika na yanafanya kazi. Na tumepewa takwimu jinsi ambavyo imesaidia
wananchi kupata huduma hapa mkoani kwenu. Lakini hata lile ambalo bado halijakamilika, niwapeni taarifa njema. Hivi tunavyoongea, fedha mpaka ya kupaua na vifaa vyake tayari vipo pale, vinasubiri tu kasi ya fundi, kasi ya mkandarasi. Fedha yake yote ipo. Na mimi nilipopitia pale kukagua, nimemwelekeza mkandarasi aharakishe ujenzi ili ukamilike kwa wakati, kwa sababu hana kisingizio. Fedha yote ipo, vifaa vyote mpaka vya kupaua vipo. Kwa hiyo hili ni jambo moja ambalo tunaweza tukasema ni hatua kubwa. Pakishamalizika hatua hii, najua patakuwepo na uhitaji mwingine, kwa sababu hospitali sio jengo, patahitajika umaliziaji na patahitajika vifaa. Hiyo itakuwa hatua itakayofuata, ambavyo kitaalamu hauwezi ukaleta vifaa kabla ujenzi haujakamilika. Ukivileta muda huu vitakuja kuharibika. Kwa hiyo hiyo ni hatua nzuri ambayo Mheshimiwa Rais anastahili pongezi. Na kama ambavyo Mheshimiwa Naibu Waziri ametuambia, na mimi nimepita katika mikoa yote nilikopita. Nimepita Tanga, halmashauri 7 hazikuwa na hospitali ya wilaya. Zote ndani ya miaka 4 zimejengewa hospitali za wilaya. Nimepita Kilimanjaro hivyo hivyo, nimepita Manyara hivyo hivyo. Kwa ujumla, katika uongozi wake Daktari Samia Suluhu Hassan amejenga hospitali 119 kwenye wilaya ambazo hazikuwa na hospitali za wilaya. Mikoa 18 ambayo haikuwa na hospitali kama ya kwenu hapa, na yenyewe zimejengewa hospitali za mikoa na hospitali za kanda. Lakini sio hospitali tu, vimeletwa vifaa vya kisasa. Zamani tulikuwa na CT scan machine, zile za kufanya chunguzi za kibingwa, zilikuwepo 12. Ndani ya kipindi cha miaka 4 zimenunuliwa mashine za aina hiyo 32. Kila mkoa una mashine yake ya uchunguzi, ili watu wasilazimike kusafiri mpaka Dar es Salaam kufuata mashine za aina hiyo. Na hospitali za rufaa, hata hapa kwenu patakapokuwa pamekamilika, kama bado hawajapata, na wenyewe watapata. Hospitali za rufaa zote zimepewa mashine za MRI, ambapo zamani mashine ya aina hiyo ulikuwa lazima uende Muhimbili, na hospitali za aina hiyo za sekta binafsi ikiwemo KCMC nadhani na Bugando, zile ambazo ni hospitali za kanisa. Hii ni jambo ambalo linatuelezea dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Rais ya kushughulikia matatizo yanayowahusu Watanzania. Hii inaonyesha dhamira ya dhati ya kauli mbiu ile ya utu kwa vitendo. Mtu anayejali afya ya mwenzake anajali maisha ya mwenzake. Hicho ndicho ambacho Mheshimiwa Rais amekifanya. Lakini sio tu kwenye afya, hivyo hivyo kwenye elimu. Tumetoka kuambiwa hapa, tumeelezewa shule maalum zilizojengwa katika mkoa wa Katavi. Kuna shule ya wavulana maalum imejengwa hapa Katavi. Kuna shule ya wasichana maalum imejengwa hapa Katavi. Kila mkoa umepata shule moja ya wasichana, na hapa Katavi imejengwa. Zimejengwa zaidi ya sekondari 1300. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, ukitaka kuwasaidia Watanzania maskini wasomeshe watoto wao. 1300 za sekondari. Na kwenye hizo sekondari kila mkoa shule moja maalum ya wasichana, kila ukanda shule moja maalum ya wavulana, na shule 103 maalum za amali, ambayo moja tumeiona pale ya engineering. Hili ni jambo jipya kwamba kuna watoto wa sekondari wanasoma engineering. Kwanza hili neno engineering mimi nilianza kulisikia tukiwa form 6, watu wakisema wanasoma PCM wanataka waende engineering. Lilikuwepo chuo kikuu.
Hawa sasa hivi kuna watoto wanasoma, mmoja tulimuuliza ana miaka 15 anasoma engineering. Huyo atakapo graduate atakuwa amebobea kama wabobezi wengine tuliokuwa tunaona kwenye nchi zilizoendelea ambao walikuwa wanachagua masomo angali wadogo. Haya ni mapinduzi makubwa na yataenda kuwa na madhara chanya kwenye uchumi wa Tanzania. Lakini rais hajaishia hapo. Watoto wanaofanya vizuri sana anawapatia ufadhili wa kwenda kusoma nchi yeyote duniani. Wafikisheni watoto wenu kwamba akishafaulu vizuri sana, anachopata sio mkopo, anapata ufadhili tena wa kwenda kusoma nchi yeyote duniani. Hilo ni jambo kubwa lenye mapinduzi makubwa kwenye sekta ya elimu, na yenyewe hiyo ni dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Rais ya kuwapenda Watanzania kwa vitendo. Anawasomeshea watoto wao elimu bora kwa mtoto wa Kitanzania. Ukienda kwenye hizi sekondari zilizojengwa utaona ubora wake. Utaona ubora wake. Ni sekondari bora, majengo bora, na tumeshaona pia wataalamu wa elimu wakiajiriwa 7,000 hasa wa science, kwa sababu hizi shule nyingi zilizojengwa hizi mnaona mkondo wake ni wa science. 7,000 wameajiriwa. Hivyo hivyo kwenye afya, ndani ya siku 100 wataalamu wa afya 5,000. 5,000 kwenye afya ndani ya siku 100, 7,000 kwenye elimu ndani ya siku 100. Hii ni dhamira ya dhati ya kuhakikisha Watanzania wanapata kile kilicho bora. Lakini amesema mwenyekiti wetu wa chama wa mkoa hapa, na nimpongeze sana, na mwenyekiti wa mkoa bora sana, amesema hapa, amesema Katavi haitaendelea kuwa pembeni, itakuwa center. Maana yake ni nini? Ukienda kwenye miundombinu, fedha za kutengeneza barabara kuanzia hapo inaitwaje ile Kikonge kinini, inaitwa ile nini, Vikonge, kuanzia Vikonge mpaka Kigoma, fedha yake iko tayari, itakuwa mkeka mpaka Kigoma. Kwenda Kigoma itakuwa mkeka na fedha yake iko tayari. Kwenda Rukwa na wakandarasi wako tayari. Walienda hapo katikati wakasuasua kidogo, walikuwa wanasubiri fedha, sasa walishapewa, na juzi wakati naenda Kibaoni nimeona wako site. Makundi kwa makundi, itakuwa mkeka mpaka Rukwa. Kwenda Tabora mpaka Singida mpaka Dodoma tayari ni mkeka. Na sasa hivi Mheshimiwa Naibu Waziri wa Barabara yuko hapa, atakuja atawaelezea. Zinafanyika sanifu ambazo zitawaunganisha mpaka Ziwa Victoria. Kwenda Karema tayari makundi mawili ya wakandarasi yako site. Hii yote inakwenda kufungua, kuchachua uchumi wa Katavi. Kwao nina heshima sana kuwaambieni, tena nikiwa mtaalamu wa taaluma ya uchumi, kwamba haya yanayofanyika yatakuwa na chachu kwenye maisha ya kila mmoja. Uchumi hapa ukichangamka, aliyelima mpunga na yeye atapata bei nzuri kwa sababu mazao yake yanaweza kwenda kwenye soko. Aliyelima nyanya hivyo hivyo, mpaka mfugaji hivyo hivyo. Maana yake Katavi inakwenda kubadilika. Hii ni hatua nzuri ambayo inatakiwa kupongezwa na kila mmoja. Na leo hii hapa tulizosema hizi ni sekta chache tu, lakini kazi ya aina hiyo inaendelea mpaka kwenye kilimo. Tunaye naibu waziri wa kilimo, atakujeni awaambie hapa. Tulikuwa na miradi 13 tu ya umwagiliaji ikiwa inaendelea. Ndani ya miaka takriban 4 serikali imetekeleza zaidi ya miradi 780. Ukienda kwenye maji hivyo hivyo, kuna miradi
mingi mikubwa inayotekelezwa. Lakini pia sio tu kutekeleza miradi na kukwamua iliyokwama. Serikali chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imenunua mtambo mmoja wa kuchimba maji kila mkoa. Tangu uhuru tulikuwa na mitambo mitatu, tena mmoja ukiwa umeharibika. Ilikuwa kama unataka kuchimba huku Katavi, ndo mtambo huo unasubiriwa Tandahimba. Mheshimiwa Rais kanunua mitambo, kila mkoa una mtambo wake. Na kila ukanda, wao wanaita mabonde, una mtambo, una seti ya mtambo ya kujenga mabwawa. Na kila ukanda una seti ya mitambo ya kupima wapi maji yapo. Haya ni mambo yanayoipa heshima nchi yetu kwamba ni nchi ambayo inaweza kutekeleza miradi hiyo mikubwa ya maendeleo. Kwenye ilani na kwenye dira tumeweka ujenzi wa reli ya kisasa ambayo itatoka Kaliua iende mpaka Kalema. Hili na lenyewe litakapofanyika ni jambo kubwa litakaloendelea kuamsha mkoa wa Katavi na kuchachua uchumi wa Katavi. Sasa hivi tunataka tukamilishe vipande ambavyo tayari vipo kwenye ujenzi. Kipande cha kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka Mwanza kupitia Tabora, na kipande cha Dar es Salaam kwenda mpaka Kigoma kupitia Tabora. Kote wakandarasi wako site na fedha zake zipo kwa ajili ya utekelezaji wa miradi hiyo mikubwa. Mimi napita kukagua utekelezaji wa hiyo miradi, kuamsha ambako kuna kusinzia, kuchukua hatua maeneo ambayo yanahitaji hatua zichukuliwe, lakini pia kuongea na wananchi. Hata hapa nimeshaona mzigo huu hapa, watu walioandika kero zao, nitawasikiliza. Nimekuja kwa ajili hiyo. Kwa hiyo nitakuwa nasisitiza tu maeneo machache. Nimepita hospitali ya mkoa, nimefurahishwa na taarifa tuliopewa kwamba wanatumia hospitali yetu ya rufaa, wanatumia njia ya kidigitali. Wameondoka kwenye karatasi. Mgonjwa kuanzia anapofika anaenda kwa daktari, anaenda kwenye vipimo, na mfumo kwa mfumo anaelekezwa aende kwenye duka kwa ajili ya kwenda kupokea dawa kule kwenye duka. Hili la hospitali ya rufaa ni jambo jema. Sasa Katibu Tawala wa Mkoa, fuatilia na kwenye hospitali zetu za halmashauri. Nimepita Tanganyika, nimekutana na kasoro. Nimepita kule Mpimbwe, nimekutana na kasoro. Habari ya taarifa kwamba tunajitosheleza kwa dawa kwa 90% na zaidi ya 90, halafu kila mwananchi akienda hospitalini anaambiwa dawa akanunue mtaani. Hili halikubaliki. Hili ni jambo ambalo linaudhi. Hatuwezi tukawa tumeletewa fedha za kununua dawa na tukaandika tunajitosheleza kwa zaidi ya 90%, alafu kila mgonjwa anaambiwa aende mtaani kununua dawa. Duka lililoko mtaani wanapata wapi dawa ambayo serikali haiwezi ikapata? Kioski kinapata wapi dawa ambayo serikali haiwezi ikapata? Kama sio ule ujanja wa yule anayeandika, ndo wamezipeleka dawa kule akakutane nako kule ikiwa biashara yake. Sasa hii nimemtuma kamanda wa TAKUKURU atufanyie uchunguzi kila fedha ilikokwenda, fedha zilizopokelewa, dawa zilizonunuliwa, na dawa hizo zilienda wapi. Mimi nimekulia ndani ya serikali na najua michezo hiyo yote. Kwa hiyo mtu asijaribu kudanganya. Najua mianya yote hiyo. Ana duka mengine dogo tu, anatoa wapi dawa ambayo sisi serikali tunakosa?
kama sio hizo serikali zinatangulia kwenye biashara zetu. Nimeipata nyingine kama hiyo ya wapi pale, tunaambiwa eti dawa zilikuwa zimeandikwa majina ya kampuni, ndio maana hatukuona. Mlipopokea mliandikisha nini? Mliandikisha nini? Mlipokea, mmezipokea, mmeagiza dawa na mkapokea. Wakati mnanunua mliandikisha nini? Kama zinaweza zikakaa store mkazisahau kwamba zipo, au mnazificha ili biashara kwenu kule iende. Haya hayakubaliki, na nitachukua hatua nitakapopata taarifa ya uchunguzi ambayo nimeelekeza ifanyike. Lakini nimepita pia kuelekeza, na nitaelekeza na kwenye majumuisho. Tumeletewa mitambo ya kuchimba maji miezi 6 baada ya bajeti. Sitaki kusikia habari shule wanafunzi wanatembea na vidumu kiunoni. Kuhangaika na maji, na mitambo ipo, kila mkoa una mtambo wake. Wekeni budget, wekeni kipaumbele, jazeni mafuta kwenye mitambo, chimbeni maji. Kama maji ya kuchimba yapatikani, mitambo ya mabwawa ipo, kingeni maji. Tunataka watoto wasihangaike maji. Shule ya msingi, shule ya sekondari, maabara, shule zahanati, vituo vya afya, lakini na vijiji ambavyo bado havina maji. Mitambo rais alishatununulia. Tusichonganishe serikali na wananchi kwa uzembe. Hivyo nimesema nikiwa natoka kule, habari ya matundu ya vyoo. Sisi ni nchi ya kwanza Afrika kwa kuwa na reli ndefu. Tumejenga reli ndefu Afrika nzima, hakuna nchi na reli ndefu tena ya kisasa. Ukisasa wake tumelingana na nchi za Ulaya, na kuna nchi za Ulaya tumezizidi. Tumeyazidi hata mataifa makubwa. Sasa hatuwezi tukawa na habari ya kwamba kuna shule watoto wanapanga foleni kwenda kujisaidia eti hatuna matundu ya vyoo. Huu ni uzembe ambao haukubaliki. Sasa ninyi hapa natoa tu maelekezo, na miezi 6 baada ya hapo sitaki kusikia habari ya shule haina matundu ya vyoo. Haya mambo tumeendelea tu kuyazoea kuona ni jambo la kawaida. Tunakuaje na wanafunzi 700, 1000 alafu hawana vyoo? Karne hii tunakuaje na ujasiri wa kusema kuna wanafunzi wako pale na serikali ipo kwamba hawana vyoo? Tena maeneo mengine ni uzembe tu, wala sio kwamba fedha haipo. Uzembe tu, watu wamezoea hivyo tu, wamezoea matatizo. Nilipita mkoa mmoja, fedha ya kujenga vyoo imeshapelekwa mwaka mmoja mzima hawajajenga vyoo, na fedha ipo na watoto wanapanga foleni, na wanataka tuwaambie kwa lugha ya staha kwamba hili mmekosea. Nikamwambia mkuu wa mkoa, kama hiyo shule iko karibu, wapeleke wanafunzi wote wale wao wanajisaidia kwa mkurugenzi na kwa afisa elimu. Hatuwezi tukaanza kuweka staha kwenye uzembe, uvivu, hujuma. Serikali nzima tuonekane wahovyo. Fedha rais ameshapeleka, watu hawachimbi vyoo kwa ajili ya wanafunzi. Sasa nimesikia na lingine hapa, nitumie jukwaa la hapa kuelekeza na mikoa mingine. Habari ya shule kukosa madawati.
Tunawekaje bajeti za kununua magari ya nyongeza na watoto wanakaa chini? Tunachaji watoto wakae chini. Hata mkoa wenye mbao watoto wakae chini. Katibu Tawala, ongea na wataalamu wako, wakurugenzi wa kila halmashauri. Fanyeni sensa, madawati yanatakiwa mangapi? Nataka hili na lenyewe liishe. Hii habari ya kwamba kuna shule watoto wanakaa chini, kuna shule haina madawati, hili na lenyewe nitakaporudi kukagua, kufuatilia maelekezo niliyoyatoa, sitaki kuja kusikia kuna shule haina madawati. Wiki ijayo mnaanza kuwasilisha bajeti za mikoa. Sitaki kusikia habari ya matundu ya vyoo, sitaki kusikia habari ya watoto wanakaa chini. Pangeni upya vipaumbele vyenu. Tuhakikishe haya mambo ya msingi tunayamaliza. Mheshimiwa Rais ametujengea madarasa mazuri ya kisasa mpaka vijijini. Ndugu zangu wa kwetu kule Sukumani kule, wa kwetu kule wamekuwa wakipita kwenye yale madarasa kwa sababu yamejengwa yana vioo. Wanasema nani ngono vikolele chanishi, kumbe ni yeye amejiona kwenye kioo. Darasa lina kioo. Alafu ndo watoto waingie wakae chini. Tumeshajenga jengo bora la thamani kubwa, alafu ndo watoto wakae chini. Haya ni mambo ambayo hayakubaliki. Pangeni upya bajeti zenu. Tuna mapato ya ndani. Tafuteni mafundi watengeneze madawati ya kutosha, watoto wote wakae kwenye madawati. Nimeshaelezea habari yote ya miundombinu. Nimekagua daraja pale, daraja la kisasa kabisa pale Nsimbo. Daraja bora kabisa la kisasa. Nimeona na maeneo mengine ujenzi huo ukiwa unaendelea. Lakini nimefuatilia kero mbalimbali. Nafuatilia pia ubora wa miradi. Mambo ya udokozi na yenyewe hayatavumiliwa, na watu wasome alama za nyakati. Nilipita mkoa mmoja nikakuta wamegawana fedha za miradi zaidi ya milioni 300 wamelipana posho. Nikamwambia waziri, hao fyeka wote wilaya ile ianze upya, kila mmoja aliyehusika fyeka. Wengine nikakuta kwenye wilaya moja wamegawana fedha za mradi, waliposikia ziara naelekea pale kwao wakarejesha. Nikasema hata warejeshe haitoshi, fyeka. Hatuwezi tukawa tunafanya utaratibu wa kuviziana kwamba wasipotuona tuwaibie, wakituona turejeshe. Hilo halikubaliki. Sasa na hapa kwenu nimeona hawa walioiba mbolea, nimeambiwa wamerudisha fedha hizo. Hawa wa AMCOS wamerejesha fedha, naambiwa na kesi iko mahakamani, wanaenda kwenye kesi huku wakiwa bado viongozi ili watuibie tena. Mrajisi yuko wapi? Mrajisi yuko wapi? Kwa nini watu walioiba na imethibitika na hiyo fedha wakairudisha, kwa nini mmewaacha waendelee kuwa ofisini? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa nini mmewaachia? Hapana, tujawaachia, tumewaondoa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wanaenda kufuatilia masuala ya kesi wakiwa na hapa, sijaja kutembea na taarifa zote hizi. Kwa nini mmewaacha waendelee kuwa? Mheshimiwa Waziri, simamia
na ukiendelea kuleta habari hiyo, tutajua dili hilo mliloiba wote mmeshiriki hapo. Mheshimiwa Waziri, fuatilia hawa watu wasikae wiki nzima ofisini. Wezi wanakaje ofisini? Mnaachaje watu walioiba waendelee kuwa ofisini? Mnasema hatua iliyochukuliwa, fedha zimerudishwa. Wameiba ndio, fedha zimerudishwa. Tusingewaona wangerudishaje? Sitaki kuongelea zaidi kwa sababu liko mahakamani, lakini hawa hawastahili kuwa ofisini. Mheshimiwa Waziri, waondoeni haraka. Haya, nimeambiwa kwenye ujenzi wa shule ya wavulana ya Katavi yalinunuliwa mabati yasiyofaa. Nani aliyeagiza haya mabati? Takriban milioni 198, karibu milioni 200 mmenunua mabati yasiyofaa. Nani alienda kununua? Serikali imetoa fedha nyingine ya kwenda kununua mabati yanayofaa, ili hali ilishatoa fedha. Nani alienda kununua? Mkurugenzi yuko wapi? Mmeenda kununua mabati Resa Roofers. Ndio Mheshimiwa ya jijini Mwanza, mabati 4,000 yasiyofaa. Kwa nini mlinunua mabati na mnajua hayo hayafai? Na fedha hii milioni 200 ambayo mlinunua, kwa nini serikali itoe fedha mara mbili kwenye jambo hilo hilo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli hizo bati zilinunuliwa kwa mzabuni ambazo nani aliyeagiza bati ambazo sizo zinazotakiwa kutumika? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni watumishi ambao waliweza kusaini na kumlipa. Nani aliyesaini? Kwenye mchakato wa manunuzi mpaka ulipaji. Nani aliyesaini? Nani aliyeagiza? Nani alisaini? Mnaagizaje bati ambazo sizo zinazotakiwa kutumika? Waziri Mkuu, ni watumishi. Nani? Nataka kuwajua hao watumishi waliofanya hii, wamesababisha serikali itoe fedha mara mbili. Afisa manunuzi pamoja na walimu pamoja na kaimu mkurugenzi. Hiyo fedha milioni 200 isharudi? Bado Mheshimiwa Waziri Mkuu. RPC, agiza huyu mkandarasi ambaye ameleta bati sizo, na hawa watumishi wote ambao walishiriki, kamata wote mpaka hii fedha irudi na wachukuliwe hatua za kisheria. Mambo gani ya kijinga ya aina hii? Fedha ambayo tungenunua madawati watoto wasikae chini, imeenda kununua mabati ya ovyo, imenunua mabati ambayo sio, na fedha imeendelea kubaki kwa inafanya nini? Fedha ya serikali, mabati sio, imebaki kule, inafanya nini? Na wewe ndio mkurugenzi, umechukua hatua gani? Mheshimiwa Waziri Mkuu, mzabuni tunaye aliendelea na tuliendelea kuwasiliana naye arejeshe pesa zote. Mpaka sasa hivi hajarejesha, lakini mawakili wetu wa serikali wameingilia kati na kwamba mnasumbua mawakili. Tumempa fedha, ameleta bati tusizozitaka. Mnasumbua mawakili wa nini kwenye jambo lililo wazi? Kamanda, mwelekeze kamanda mwenzako akamatwe, asiwe huru mpaka arudishe hii fedha. Kamanda wa TAKUKURU, chunguza wote hawa, chunguza wote, kila mmoja tuone ushiriki wake. Mnatumia wakandarasi marafiki zenu kutanguliza fedha ya serikali ili mgawane.
mmechepusha fedha zingine za matumizi ya kawaida. Yule mkandarasi asiwe huru mpaka hiyo fedha irudi ya serikali hapa. Hatuwezi tukaanza kubageni fedha ya umma, fedha ya walipa kodi. Hatuwezi tukaanza kubembelezana, kubageni. Hatuwezi kubembelezana fedha ya umma. Hivi ninyi mnajua Watanzania wanaolipa kodi wana maisha gani? Kuna akina mama ana mtoto mgongoni, anashindwa hata kumpa vitumbua, anadaiwa alipie kibanda cha ushuru, anatakiwa alipie meza ya ushuru. Ninyi mtu anachukua fedha mnamwangalia tu, ama mmegawana? Hapana, Mheshimiwa Waziri. Huyu akamatwe na hawa walio saini wakamatwe, fedha hii irudi na wachukuliwe hatua za kinidhamu. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mnipe asante baada ya fedha kurudi. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, fuatilia hao watumishi wote hao. Likishaisha hilo la jinai la jinai wafunguliwe na mafaili ya kinidhamu. Hawezi watu waliosoma kwa kodi za Watanzania wamejibana, wakalipa na kodi, wanataka wajengewe jengo, halafu wao wanaagiza. Ingekuwa ya nyumbani kwao wangeagiza kwa makosa. Careless. Nilipita hapa wakati wa kampeni, nilikuwepo hapa. Nilipita hapa wakati mwenyekiti wa chama na viongozi wengine wanaongea na Mheshimiwa Rais. Nilikuwepo hapa. Yakazuka mambo mengi ya watu ambao wameshafanya kazi zao wanadai madeni. Watu wanadai madeni kila kona. Na nimeona wengine wameandika hapa. Tutapitia moja baada ya lingine. Watu ambao wamefanya kazi halali wanawadai, halafu wezi mmewaachia fedha. Kama sio ushirika ni nini? Kama sio mnashirikiana nao ni nini? Niambie. Kamanda, ongea na kamanda mwenzako na wale wengine walioko hapa, wasakeni wote wakamatwe. Na msiwaachie mpaka hiyo fedha irudi. Niambiwe fedha imesharudi hiyo. Alafu ndo wabaki na hayo mashtaka mengine ya kinidhamu na hayo ya kijinai. Hatuwezi tukawa tunabembelezana kwenye fedha ya umma. Mimi nimeshakuwa hazina pale. Najua Watanzania wanalipa ushuru na kodi si kwa sababu wana fedha nyingi hata wameamua waigawie serikali. Wanajibana. Na wengine wakichelewesha wanaingia kwenye msukosuko. Na mimi nimepitia haya maisha ya Tanzania, najua kuna familia kuipata 20,000 ni kazi.
Mimi ilikuwa nikose kwenda chuo kikuu kwa ajili ya 20,000, kijiji kizima ikapatikana shilingi 600 tu. Mpaka nikatumwa nikamwone binamu yangu mkoani ndio ipatikane fedha ya kulipia mtihani wa kujiunga na chuo kikuu 20,000. Lakini Watanzania hawa wanajibana, wanataka shule yao ijengwe, wametoa kodi. Halafu tunaelezewa tu kwamba tuliagiza haya mabati yakaonekana sio yale yaliyoelekezwa, kwa tukaomba hela nyingine serikalini. Stupid. Kamanda wa TAKUKURU, chunguza wote, kila moja tujue ushiriki wake. Tachukua hatua baada ya kuwa nimeipata hiyo ripoti. Basi ngoja tuende tuwasikilize watu. Ngoja turudi tusikilize hoja moja baada ya nyingine, na baada ya hapo tutawaleta waheshimiwa mawaziri waje wafafanue hizi hoja ambazo zitakuwa zimetolewa na zingine tutakazokuwa tumeziamulia. Nimeona kuna karatasi nyingi sana. Lakini nitamleta pia waziri wa ardhi, waziri wa maliasili na waziri wa TAMISEMI. Watarudi hapa. Tuna mambo tumeyaacha pale Nsimbo, kuna mambo tumeyaacha kule Mlele, na hapa tutawaleta ili waje wapitie jambo moja moja. Juzi tukiwa Tanganyika, kuna barua ilikuwa inasubiria ya waziri wa ardhi, imeshatumwa na kwenyewe wale watu wataenda kupewa ardhi yao. Kwa hiyo kama kuna jambo tutakuwa hatujalimaliza kwenye hiyo orodha, wala msivunjike moyo, watakuja hapa mawaziri kwa ajili ya kuja kushughulikia hii. Na kamanda wa polisi, kamanda wa TAKUKURU, hawa watu walioshiriki kwenye hii, hata kama amehamishwa, akamatwe na yeye arudishwe hapa. Haya, sasa tuende. Haya, karatasi moja ya kwanza ni pongezi kwa Mheshimiwa Rais, hiyo tutazifikisha. Tunashukuru sana. Huu ni uungwana kwa huyo aliyeandika. Ndugu Julius Justin, tunakushukuru sana, umesema tumfikishie pongezi Mheshimiwa Rais. Nashukuru sana, hiyo nitaifikisha. Tena naifikisha kwa mwandiko wako huu. Karatasi nyingine tena ya pili, pongezi kwa Mheshimiwa Rais, nashukuru, na yenyewe tutaifikisha. Haya, madai ya malipo ya ujenzi wa chuo cha VETA hii Nyang'hwale Geita. Haya, hii ni ya Geita. Hebu nitaitolea maelekezo na yenyewe. Huyo ametokea Geita. Yuko wapi huyu mtu wa Geita? Hebu sogea kwenye maiki. Umetembea toka mbali, tusikuondoe hivi bila kuongea. Halo. Mheshimiwa Waziri, hili swala langu nilikuwasilishia tukiwa Jackson. Tukiwa Kilimanjaro.
Hebu utakaa pembeni. Sasa Nimelitolea maelekezo kwa kamanda wa TAKUKURU wa Geita. Nimeshalitolea, nilikuwa napanga kesho, kama nilikuwa nimepanga kesho ndo nilifanyie kazi, kwa sababu nilikuwa napanga niwe kule. Hebu tutaiongea tukitoka hapa. Usiwe mbali. Usiwe mbali, utanielezea tu. hata ombi